Naam, mambo ni aje? Tunaelekea katika mchezo mkubwa zaidi katika ratiba ya michezo ya soka Tanzania bara, na mchezo huu ni dabi ya Kariakoo, Young Africans wakiwakaribisha wekundu wa Msimbazi, Simba. Sasa katika timu hizi zote mbili tunafahamu kwamba zimefanya uwekezaji wa tija. Nyota wengi kutoka mataifa mbalimbali wapo katika vikosi hivi viwili. Uwekezaji ambao umeufanya ndio unapelekea hata kutikisa bara la Afrika katika michuano ya CAF. Timu zimeshajitambulisha tayari huko Afrika, na nyota hawa tayari walikuwa na historia zao, tayari walishakutana baadhi ya maeneo. Wengine wanatoka katika taifa moja, wamecheza timu ya taifa moja, na wengine wanafahamiana, wamekutana katika dabis mbalimbali. Sasa leo tunakwenda kuangalia dabi 10, kwa maana ya ndani ya dabi ya Kariakoo kuna dabi nyingine 10, kuna vita ya nyota tofauti tofauti 10 ambayo tutaenda kuiangalia hapa. Kwa mfano, ukirejea misimu miwili nyuma katika dabi ya Kariakoo tulikuwa tunaona ushindani wa hali ya juu, kipindi ambacho Fiston Kalala Mayele, mshambuliaji wa Young Africans, anapokutana na mlinzi wakati wa Simba Enock Inonga Baka Varane. Sasa watu walikuwa wanaangalia kinachoendelea, na tayari watangazaji tulisha tafsiri na baadhi ya watu tayari walikuwa wanafahamu, lakini ni watu ambao ni wakumbushe kwamba ni nyota ambao wameshakutana katika kikosi cha timu ya taifa ya DRC cha CHAN, na walikuja hapa kucheza na Tanzania wakashinda 1-0. Fiston Mayele, ilikuwa sare ya 1-1, Fiston Mayele akifunga bao kwa upande wa DRC. Enock Inonga alikuwa akizima kule chini, Fiston Mayele alikuwa ndo mshambuliaji wao kule juu. Lakini wamekutana katika dabi ya Kinshasa. Mechi kubwa zaidi pale jijini Kinshasa ni Vita Club, ambako alitoka Fiston Mayele dhidi ya DSMP au Daring Club Motema Pembe, ambao alikuwa anatoka Enock Inonga Baka Varane. Kwa hiyo kuona ladha ya namna ile, kwa sababu tayari hawa nyota wana historia, wanajuana, ndio maana tukaona ushindani wa kutupwa wa kutosha. Sasa leo tunakwenda kuangalia aina hiyo ya wachezaji. Nani na nani unajuana? Nani na nani walikutana wapi? Of course tayari kuna wengine walishakutana katika ligi, lakini ilikuwa mzunguko wa kwanza, kama fitness baadhi ya wachezaji ilikuwa haijakaa sawa. Leo hii tumeshaona kila cream ya mchezaji, kwa hiyo hakuna kisingizio kingine chochote. Dabi hii haina kipengele labda mchezaji akilete yeye, lakini kwa sasa inatosha kuita hii ni battle, hii ni dabi za nyota kadhaa. Sasa nyota ambao anakwenda kutufungulia leo hii ni magolikipa. Ziko 10, tunaanza na ya kwanza. Magolikipa kwa maana ya Kamara kwa upande wa Simba na Djigui Diarra kwa upande wa Yanga. Hawa magolikipa tayari wameshakutana katika michezo ya dabi ya hapa nyumbani kwa msimu huu, lakini hawa wana historia yao, sio kama ndo wamekutana Tanzania ndo mara ya kwanza. Hapana. Ikumbukwe kwamba Musa Kamara ni top goalkeeper sasa hivi tunapozungumza katika kandanda ya Guinea huko kwao. Amechukua nafasi ya Ibrahim Kone, amechukua nafasi ya Ali Keita. Sasa hivi ndio top goalkeeper wa kikosi cha timu ya taifa ya Guinea. Jina la utani wanajiita Sili National. Na Djigui Diarra ndio top goalkeeper wa national team ya Mali. Jina la utani wanajiita Eagles. Kwa hiyo hawa ni magolikipa bora kutoka katika mataifa yao. Na kwa kuongezea, Afrika ya Magharibi miongoni mwa mataifa ambayo yamechangamka, yamepiga hatua kisoka sasa hivi. Unazungumzia Mali ya Djigui Diarra, unazungumzia Guinea ya Musa Kamara. Kwa hiyo hawa sio magolikipa wa kawaida. Ukiwaona uwanjani ujue kwamba hawa ni top goalkeepers kutoka barani Afrika. Katika selection yako ya magolikipa bora barani Afrika, usimwache Musa Kamara, usimwache Djigui Diarra. Tayari ameshacheza AFCON takriban 4. Kuelekea AFCON hii itakuwa AFCON yake ya 5. Tangu mwaka 2017 yupo uwanjani anacheza AFCON. Huyu ni golikipa bora mara 5 katika ligi kuu ya Guinea mfululizo. Walishakutana ilikuwa Novemba 19 mwaka 2019 katika mchezo wa kufuzu AFCON. Walikuwa katika kundi moja kufuzu AFCON. Sasa mechi ambayo Kamara alikuwa langoni na Djigui Diarra alikuwa langoni ni ile ambayo ilichezwa ya Mali, Bamako. Walitoka sare ya mabao 2-2. Djigui Diarra akiwa langoni kwa upande wa Guinea, na kwa upande wa Mali kumradhi, na Kamara
alikuwa langoni kwa upande wa Guinea. So kuonana kwao hapa katika ligi kuu ya NBC katika Simba na Yanga hii Kariakoo Derby, tayari walishakuwa na historia yao huko nyuma, walishawahi kukutana. Nyota dabi nyingine ambayo tunakwenda kuiangalia inamuhusu Elie Mpanzu. Elie Mpanzu dhidi ya Ikanga Lombo. Ikanga Lombo, hawa ni nyota ambao wanafahamiana vizuri kabisa. Wamecheza pamoja timu ya taifa ya CHAN ya DRC, lakini msimu uliopita katikati ya dirisha Ikanga Lombo aliingia kwenye kikosi cha IGS Vita. Kwa hiyo baada ya kuingia akakutana na Elie Mpanzu na ndio zilikuwa wings za Vita Club. Ikanga Lombo utamwona kushoto, Mpanzu utamwona kulia au vice versa. Kwa nyota hawa wawili ni nyota bora kikandanda, kiuwezo. Ingawaje kwa maana ya ndani ya DRC kwa ukubwa na quality, Elie Mpanzu anaonekana kuwa better far ukilinganisha na Jonathan Ikanga Lombo. Ingawaje katika michuano ya CHAN, hii ni issue ambayo nimeizungumza sana, Ikanga Lombo alifanya vizuri zaidi ukilinganisha na Elie Mpanzu, lakini msimu jana uliopita Elie Mpanzu alikuwa na form bora kabisa ukilinganisha na Jonathan Ikanga Lombo. Lakini wote ni nyota wazuri wakali, wanakutana katika dabi ya Kariakoo. Wote wametoka kikosi cha IGS Vita Club na wote wameingia katika timu hizi mbili katika dirisha dogo la usajili. Jonathan Ikanga Lombo ndo tayari tumeanza kumuona katika mchezo dhidi ya Pamba, lakini kwa Elie Mpanzu tayari ameshaanza kucheza mechi nyingi na impact yake imeanza kuonekana kwa ukubwa. So nyota hawa wawili wanafahamiana, lakini kabla ya kucheza pamoja Vita Club walishawahi kuwa mahasimu hawa. Kipindi Elie Mpanzu yuko Vita, huyu yuko DC Motema Pembe, Derby de la Kinshasa, dabi ya Kinshasa, hawa wawili walikuwa na bato yao, kwa sababu huyu ndio mchezaji bora kwenye kikosi cha DSMP. Winga walikuwa wawili hatari, alikuwa ni Jonathan Ikanga Lombo na Rashid Musinga kwenye kikosi cha DC Motema Pembe. So kwa kukutana tena hapa Tanzania, maana yake ni muendelezo wa kile ambacho kiliwahi kufanyika kule DR Congo. Hiyo ni bato nyingine. Nyingine ni ya Shadrack Boka na Numa. Hawa ni nyota ambao wametokea kwenye klabu moja. Klabu hiyo ni Saint Louis Lupopo ya Lubumbashi, na wote walikuwa wanacheza katika nafasi moja kwa maana ya mafullback wa kushoto. Kila kocha alikuwa anapendelea kumtumia mchezaji wake anayemtaka, lakini Mohamed Magasuba alipoingia ilikuwa anawapokeza nafasi. Yani anaweza kucheza Boka mechi mbili, atakuja Numa kucheza mechi mbili, au Boka mechi tatu, Numa mechi moja, au Numa mechi tatu, Boka mechi moja. Ingawaje namba zinaonyesha kwamba Boka alikuwa anacheza mechi nyingi zaidi. Na utofauti wa hawa nyota wawili upo sehemu moja tu. Numa ni mzuri sana defensively, timu haina mpira kwenye kujihami. Boka ni mzuri sana kwenye kuattack. Kwa hiyo ilikuwa inategemea na kocha anacheza na mpinzani wa aina gani ili ajue anamtumia nani katika mechi hizo. So hawa wawili kukutana Lubumbashi katika timu moja, pengine inaweza kapelekea ushindani mkubwa zaidi endapo watakutana tena uwanjani. Kila mmoja katika upande wake, lakini kila mmoja atataka kuperform na kumuonesha mwenzake kwamba yule ni dhaifu kulinganisha na mimi. Na hawa wakati wanasajiliwa ilikuwa maneno mengi kwamba nyinyi mmechukua kopi, sisi tumeshachukua Boka, au sisi tumechukua Boka, nyinyi mmechukua kopi. Kulikuwa kuna maneno mengi. Sasa wakikutana katika dabi ya Kariakoo ndio itakuwa tunaenda kwenda kuthibitisha sasa wote wawili wako uwanjani, who is the best na nani alikuwa bora kwa huko alikotoka. Dabi nyingine ni Zuzwa na Jean Charles Ahoua. Hii hawa ni ma MVP wa Ivory Coast. Zuzwa alikuwa MVP 22-23, huyu akawa MVP 23-24. Maana yake huyu alimwachia kijiti huyu kuwa MVP. Na wakati Zuzwa yuko ASEC, Ahoua alikuwa kikosi cha Stella Ajame au Stella Abidjan cha pale Abidjan, Ivory Coast, na walikuwa wanakutana katika hiyo dabi ya Ivory Coast. Dabi kubwa katika kandanda ya Ivory Coast ni ASEC Mimosas na African Sports, lakini African Sports imeshashuka daraja, na
African Sports ambayo imeshuka daraja ndo alikuwepo Pacome Zouzoua. Yani Zouzoua msimu ambao Ivory Coast African Sports inashuka daraja, yeye alikuwa kwenye kikosi. Ilivyoshuka chini, yeye akaondoka na kujiunga na kikosi cha ASEC Mimosas. Ahoua amecheza Stella Adjame. Kwa hiyo dabi iliyobakia kwa pale Abidjan, kuna Stade Abidjan dhidi ya ASEC, kuna Stella Adjame dhidi ya ASEC. So hii ni mechi ya dabi ambayo ilikuwa inafanyika Ivory Coast, tunakuja kuiona hapa. Good thing ni kwamba wote walikuwa ma MVP. Wamepokezana kijiti tu, lakini wote ni wachezaji wakali na sasa hivi tayari namba zinaongea. Wote wawili wamekuwa na performance bora kweli kweli. Wanakutana katika dabi ya Kariakoo mara ya kwanza, lakini mara hii Ahoua amechangamka zaidi. Kumbuka kwamba Zouzoua alitangulia kuja katika ligi na mechi iliyopita alikuwa na kiwango bora. Ahoua ameshapata rhythm, ameshakop mazingira na namba zake zinaonesha. Tutaona katika dabi ya Kariakoo hii nyota hawa wawili tunatarajia watakutana. Nini ambacho kitatokea? Dakika 90 zitatueleza. Dabi namba 5. Hizi namba za Kirumi zisije zikanichanganya zikaniaibisha. Dabi nyingine inamhusisha Razak Hamza na Prince Dube. Abdurazak Hamza na Prince Dube. How? Dube amecheza South Africa. Abdurazak Hamza amecheza South Africa, lakini hiko sio kigezo. Achana na hicho kigezo. Kigezo kikubwa cha hawa nyota, Abdurazak wakati yupo kwenye viunga vya Azam Complex pale. Kwa maana huyu ni mchezaji ambaye amekulia pale Azam. Wakati yuko pale, Dube ndo ameingia kwenye timu eneo walikutana msimu wa mwisho. Dube ni star katika kikosi cha Azam FC. Amekuja kama nyota tegemeo katika safu ya kushambulia akitoka kwao Highlanders, Boso kutoka Zimbabwe. So Abdurazak alikuwa ni mdogo, Dube ni brother. Dube yuko senior team, Abdurazak yupo junior team huko under 20. Kwa hiyo walikuwa Abdurazak anamfahamu Prince Dube kwa maana wote wamekaa kwenye viunga vya Azam Complex. Ingawaje hawajawahi kukutana katika dabi, kama walicheza mechi za kirafiki za kubwa na wadogo labda ni huko. Na ikumbuka Abdurazak wakati yuko kwenye kikosi cha Azam, Mosti alikuwa akicheza katika nafasi ya kiungo cha ulinzi, na ndo nafasi yake nyingine ambayo amekuwa akitumia ni kiungo cha ukabaji. Kwa hiyo Abdurazak na Dube ni nyota ambao wanafahamiana wanapokwenda kukutana katika dabi hii ya Kariakoo. Dabi nyingine ni Mpanzu dhidi ya Boka. Yes, hawa wawili, huyu ni winger, huyu ni fullback, lakini wanakutana katika eneo moja. Mpanzu anaweza kucheza kulia, anaweza kucheza kushoto. Shadrack Boka anacheza kushoto. Kwa hiyo Mpanzu akicheza kulia, maana yake atakutana na Shadrack Boka Isaka. Wakikutana inakuwa ni muendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinafanyika katika ligi kuu ya DRC. Huyu akiwa na AS Vita, huyu akiwa na Saint Louis Lupopo. Walikuwa wakikutana na mechi ilikuwa ni kali kweli kweli. Na ikumbukwe ligi ya DRC ligi ya DRC inachezwa kwa namna mbili. Wanacheza ile season ya kwanza kwa makundi, kundi A na kundi B. Kundi A ndio lile ambalo liko upande wa Kinshasa kule, kundi B ni ile ambalo liko upande wa Este huku upande wa mashariki. So ni bato nyingine ambayo sio ndo kwanza tunaiona Tanzania, ilishatokea huko wanakotoka kwa maana ya DR Congo. Bato nyingine ya Numa dhidi ya Ikangalombo. Hawa ni nyota ambao wamekutana msimu uliopita tu katika ligi ya DR Congo. Walikutana Numa akiwa Lupopo na Ikangalombo akiwa Kinshasa kule kwenye kikosi cha Vita Club. So hii na hii ni mazingira ambayo yanafanana kwa sababu huyu na huyu walikuwa ni fullback, walikuwa ni mawinga wa Vita Club, na huyu walikuwa ni fullback wa Lupopo. So Chama Mutale, hawa ni Wazambiano, wanafahamiana
Joshua Mutale alikuwa mdogo kipindi ambacho Clatous Chota Chama anafanya vurugu pale kwenye kikosi cha Zesco United mwaka 2016 kwenye performance bora kabisa, akawepo katika categories za kugombea tuzo za MVP wa ligi kuu ya Zambia. Mutale wakati huo alikuwa ni mdogo, yupo kwenye kikosi cha vijana cha Power Dynamos. Ingawaje mwenyewe Chama anasema kwamba aliwahi kupita kwenye kikosi cha Power Dynamos. Kwa hiyo hii nisizungumzie kwa sababu sikumbuki kama Chama kapita Dynamos. Mwenyewe aliye kusema hivyo. Kama kapita Dynamos ulikuwa muda gani? Na je, alikutana na Joshua Mutale ama bado Mutale alikuwa chini kwenye timu ya vijana? Kwa hiyo hii ni bato nyingine kwa nyota hawa wawili kutoka Zambia. Haya, nyota wengine ambao wanakwenda kukutana ni Aucho dhidi ya Stephen Dese Mukwala. Hawa ni nyota wa kimataifa wa Uganda, wanafahamiana kwa sababu wanakutana kwenye kikosi cha Cranes. Wakati Mukwala anafanya vizuri katika ligi ya Uganda mpaka kushinda tuzo za mchezaji top scorer mara 2, ilikuwa tayari Khalid Aucho ameshaondoka kwenye ligi ya Uganda. Mukwala mwaka 2017-18 ndo msimu wake wa kwanza kucheza ligi kuu ya Uganda. Tayari Khalid Aucho hayupo kwenye ligi ya Uganda, yuko zake Gor Mahia huko. Baadaye akatoka akaenda Afrika Kusini Baroka, akaenda zake Egypt, akaenda India na kadhalika. Kwa hiyo Mukwala ni mdogo sana kwa Khalid Aucho, sio generation yake, lakini ni nyota ambao wanakutana kwenye Cranes, kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uganda hawa wawili. Kwa hiyo Mukwala huyu ni captain wake when it comes Crane. Kwa hiyo wanafahamiana. So tukiona ushindani kwa nyota hawa wawili uwanjani au tukio lolote likitokea, basi tunapicha kwamba hawa nyota wanafahamiana vizuri kwa sababu huyu ni captain wake na Khalid Aucho. Na bato ya mwisho kabisa inakwenda kumuhusisha, hii ndo namba 10, inakwenda kumuhusisha Ki Azizi dhidi ya Nouma. Yes, why? Kwa sababu wote ni Bukinabe, wote ni nyota wa kimataifa wa Burkina Faso na wanakutana kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Burkina Faso, jina la utani wakijita The Stallions, farasi wa vita. Kwa hiyo Nouma amekuwa akiitwa Burkina Faso na Aziz Ki amekuwa akiitwa. Hawa wawili kwa pamoja wanafahamiana, wameshakutana huko na ni washikaji kinoma, hata wakiwa hapa kwa maana ya Tanzania. So tunakwenda kushuhudia mechi nyingine nzuri endapo Nouma na Stephen Ki Azizi watakutana katika mechi hiyo. Sasa hizi ndo dabi zetu 10 ndani ya dabi ya Kariakoo, na madhumuni hasa ya kushare hiki ni wewe mtazamaji ukiwa unaangalia mechi ya dabi ya Kariakoo huo una picha kichwani kwamba hawa ni nyota ambao wamewahi kukutana, ni nyota ambao wana historia zao huko nyuma, walikutana katika mazingira tofauti. Unaweza kuona kuna ushindani mkubwa, unaweza kuona labda tu kuna muda wamesimama pamoja wanapata picha, basi hizo stories zote zinakuja kichwani mwako kwamba ni nyota ambao wana historia zao huko walikotoka. Hii ni Mzinga Sports, usisahau kusubscribe.